credit kwa mwalimu wa Cosmopolitan na kwa namna madaraja ya timu hizi mbili yalivyo. Yanga jana niweza nikasema alikutana na kijingi. Salama. Alikutana na timu ambayo ilikuwa imejipanga vizuri, kuwapa heshima, lakini pia kutoa mchezo mzuri. Unajua ni rahisi sana Cosmopolitan kuwafahamu Yanga kuliko Yanga kuwafahamu Cosmo. Kwa sababu Yanga kila weekend tunawaona wanacheza. Tumetoka kuwashuhudia kwenye ligi ya mabingwa, tumewaona kwenye ligi kuu, tumewaona hapo kwenye FA. Lakini Cosmo utasubiri ukawatazame kwenye labda ligi za madaraja ya chini, alafu ndio useme nilipata nafasi ya kumtazama ama nilipata nafasi ya kwenda uwanjani kwenda kumuona. Kwa hiyo hata Yanga mpango wao wa kwanza kama hawajapata nafasi ya kwenda kutazama hizo mechi ni kwamba tuingie tucheze. Alafu baadaye tutakuja na mpango sasa kulingana tulivyoona. Lakini Cosmo anaingia akiwa na mpango wake tayari kwenye makaratasi yake kwamba tutaanza hivi, ikiwa hivi tutamaliza hivi ama tutamalizia kwa mtindo huu. Kwa hiyo unaona ilikuwa ni mechi ambayo Cosmo alikuwa anafahamu kitu gani ambacho anakwenda kukutana nacho, kwa maana ya kocha mwenye anaonekana kuwa na mbinu nyingi ama mpango mingi kiufundi, wachezaji ambao mmoja kila mmoja na uwezo mkubwa kwa kikosi chake, lakini wakiwa kama timu inakuwa ni timu hatari sana. Sasa ilikuwa ni kwenda kushinda vitu vyote vitatu. Kuishinda mbinu za kocha Pedro Gonçalves, kwa maana kocha kwa kocha, na uwanjani sasa ni timu dhidi ya timu, lakini pia mchezaji dhidi ya mchezaji, kwa maana ya wachezaji wa Cosmo dhidi ya wachezaji wa Yanga mmoja, lakini pia dhidi ya wachezaji wa Yanga as a team wakiwa wanamiliki mpira, lakini pia wakiwa hawana mpira. Mechi inarudiwa dakika 16. Boba Jamii ametoka kufunga muda sio mrefu. Kwa wale ambao hawajatazama. Ukiangalia ni mechi ambayo wale Cosmo walikuwa wanaonyesha kila kitu kwa uwazi kiwanjani. Ndio. Yaani kwamba timu haina mpira. Unawaona shape yao inavyokuwa. Wachezaji wasiopungua 4 kwenye box lao. Wachezaji wasiopungua 3 mpaka 4 kwenye eneo lao la katikati. Mchezaji mmoja ama wawili katika eneo lao la juu, walikuwa wanaonekana kabisa kama ni timu ambayo ikiwa haina mpira, mistari yao haipishani ama hakuna umbali mrefu ama umbali mkubwa baina ya mstari wa ulinzi dhidi ya mstari wa kiungo dhidi ya mstari pia kwa kushambulia. Lakini kuna muda ambao walikaa chini, walikaa nyuma kwa subiri Yanga waje. Walivyoona waletea madhara zaidi kwamba Yanga wakimbia mbele kufikia lango lao, wakajitahidi kuisukuma timu yao kusogea juu. Yanga wakawa wanapishana eneo la katikati ama eneo la pembeni, wanakuwa na kushambulia kwenye eneo la mwisho la Cosmo. Ndiko ambako pia hata mashambulizi au magoli ya Yanga yametokea. Pasa anatoa Okelo, anampa Mudathir, anaivusha mbele ya safu ya ulinzi ama mbele ya walinzi wawili wa Cosmo, anatokea pembeni kushoto, Boba Jamii anakwenda anafunga bao la kwanza. Ni mazingira ambayo anasema wao ndio walikuwa kwenye transition ya mchezo kwamba wanatoka kwao kwenda kwenye lango la Cosmo. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo unamsifia kocha wa Cosmo kwa sababu tu amefunga magoli 2-0 kwa daraja la timu kama Yanga ambao kunacheza nao, ambao wamemzidi pengine kwenye kila kitu wakati anaingia kwenye huo mchezo. Lakini hivyo narudi kuja kusifia mazingira ya wachezaji wa Cosmo walivyoweza kupokea, kutafsiri, lakini pia kuvumilia kile ambacho kinaendelea kiwanjani bila kuruhusu magoli mengine, hasa kwa kipindi cha pili. Ni moja ya matukio ambayo nasema utawasifia Cosmo kwamba walimstadi vizuri Yanga bila kujali ama bila kujua kocha angeanza na wachezaji wa aina gani ama angebadilisha kocha kwa aina gani, lakini wajitahidi kuvumilia matukio mengi sana kiwanjani na kurudisha mapigo ama kurudisha majibu kwamba tukipata nafasi tutakuja kujaribu. Yaani hawakupaki basi. Na walifika na on target walikuwa nao zaidi ya moja. Ndio. Kuna mashuti moja ambayo alipigwa ambayo Msheri ilikuwa ni kama asipogusa basi unakwenda kuwa goli. Ni alikuwa anaenda kuokota, anaanzisha shambulizi kwa mara nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni mechi ambayo Yanga alipata testi nzuri, licha ya timu ambayo ilionekana sio daraja lake, lakini alithibitisha kwamba yupo kwenye mashindano, hajafika kwenye hii hatua 64 bora kama sehemu ya ndondokela ama kwa kubahatisha. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.